Mpendwa, sasa unatazama KKKT, Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana. Usharika wa Mzumbe mwaka huu 2026 limeandaa tamasha au tukio linaloitwa Mzumbe Day of Grace, ambalo limeanza kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 3. Hitimisho itakuwa mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Na katika tukio hili kuna mambo mbalimbali ambayo yanafanyika katika kila wiki. Wiki hii ambayo tumeanza kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 ni wiki ya mazingira, na wiki ya mazingira tunapita katika jamii na katika taasisi mbalimbali kufanya usafi, lakini pia kupanda miti ya matunda pamoja na miti ya kivuli na miti ya mbao ambayo inatusaidia kutengeneza mazingira katika jamii yetu. Na wiki hii kabla hatujaendelea, tuliona ni vyema sana tuanze na kituo chetu cha polisi katika kata hii yetu ambako tunakaa, na tuko hapa kwa ajili ya kupanda miti kwenye kituo cha polisi ambako kituo kitajengwa mahali hapa Rugono, na tunamshukuru mkuu wa kituo kwa kutupa nafasi hii pia kushiriki naye. Mkuu wa kituo cha polisi pale Mzumbe tumeshiriki naye katika tukio hili pamoja na askari wote wa kituo, lakini pia pamoja na washarika wa Mzumbe na mitaa yake. Kwa hiyo tunawashukuru sana 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 kwa kujumuika nasi katika tukio hili ambalo linaendelea kwa ajili ya kupanda miti kwa ajili ya kudumisha mazingira ya mahali hapa. Na katika sehemu hii tunayofanya tumekusudia kupanda miti 2500. Kwa hiyo tutazunguka sehemu mbalimbali kupanda hii miti, na tumeanza hapa, na hapa kwenye sehemu ya kituo tumepanda miti ya 100 pamoja na miti ya matunda ambayo itakuwa ni 105. Kwa hiyo na mahali pengine tutakwenda kupanda miti mingine, lakini eneo lote linalotuzunguka tumekusudia kupanda miti 2500 katika haya maeneo yote ambayo tunakaa na yanazunguka hili kanisa pia. Asante. Tea Konstantino Mofuga ni mkuu wa kituo cha polisi Mzumbe. Ninashukuru sana kwa hii programu ya Mzumbe Day of Grace. Nilipopewa mwaliko huu na taarifa, kwa kweli nimefurahi sana, kwa sababu umefika muda mwafaka ambao jeshi la polisi linahitaji ushirikiano na taasisi mbalimbali pamoja na jamii. Ushirikishwaji wa jamii ni moja kati ya miradi ya jeshi la polisi ambayo inaendelea kwa sasa. Tunahitaji jamii wawe karibu na jeshi la polisi. Alika kwamba sisi jeshi la polisi ni wanajamii. Hii ni kazi tu ambayo tumepewa na nchi kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini na sisi ni wanajamii, tushirikishwe tu kwenye matukio yote ambayo yanahusu jamii, na pia wao tunawaalika kwamba wasiogope jeshi la polisi. Jeshi la polisi ni chombo cha ulinzi na usalama, wanatakiwa wajivunie, wasimwogope mtu. Leo nilikuwa nasikia mtu hapa anakisia hata kusema kwamba leo nitapiga picha na polisi bila masharti yoyote leo. Kwa hiyo sisi ni wanajamii, yaani msituogope. Kukiwa na tukio lolote wewe tuambie. Tunapokuwa na nafasi kama hivi tunashirikiana na jamii jamani. Asanteni sana. Watu wa kanisa la KKT mkiongozwa na mchungaji wetu wa kanisa la KKT, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini niwashukuru jumuiya ya watu wa kanisa la KKT kwa jambo kubwa ambalo mmelileta kwenye kata yetu ya Mzumbe. Niwashukuru kwa sababu ya kutuletea miti ambayo mmeipanda, lakini mmeinunua kwa gharama zenu na kuona inafaa kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira. Ninaamini hizi ni fedha na kazi ya mikono yenu ndizo zilizokwenda kupelekea kupanda hii miti. Hakika kwa niaba ya watu wa Mzumbe binafsi nimeguswa, lakini mmeonyesha upendo kabisa wa kipekee kwa jamii ya watu wa Mzumbe. Ni kanisa la kwanza kuona umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo niwaombe mpokee shukrani zetu za dhati zinazotoka ndani ya mioyo yetu. Tumebarikiwa kwa sababu mmekuja kutubariki. Yametoweka. Haya unayoanzisha basi yaendelee sasa, sio kwa kanisani tu,
mtoke na nje kuwaeleza watu wetu juu ya habari zetu za wakati ujao. Lakini Mungu anahitaji nini kwa wakati tulionao tukiwa hapa? Ombi langu kwenu ni hilo. Asanteni sana, lakini karibuni sana ndani ya kata ya Mzumbe. Sisi tunawapenda, lakini nimefurahi kuona makamanda wangu wapo. Mbarikiwe sana, ila niwashukuru kwa kazi kubwa mliofanya wakati wa Pasaka. Mkesha hadi Pasaka imekwenda vizuri, na wale waliostahili, waliokuwa wanajiona wako juu ya serikali. Tuko hapa shule ya sekondari Mwongola katika kutekeleza majukumu yetu kuelekea Mzumbe Day of Grace. Wiki hii ni wiki ya mazingira, kwa hiyo tunapanda miti kwenye taasisi na kwenye mashule yetu mbalimbali. Asubuhi tulikuwa Lugono pamoja na ofisi ya kata, na saa hizi tuko hapa shule ya sekondari ya Mwongola kwa ajili ya kupanda miti, na tunashukuru kwa ajili ya kupokelewa vema katika shule hii ya Mwongola, na tunatarajia kupanda miti 150 katika shule hii ya sekondari. Nimeandamana na wenzangu hapa, mwenyekiti wa kamati kuu Betsheba Sekinoi na mjumbe wa kamati ya mazingira Gladness Banjweli pamoja na mwinjilisti Saningo. Wote tuko hapa na wenzetu wakonja wanatusubiri kwa ajili ya kuelekea kwenye hilo zoezi la kupanda miti kwa ajili ya kutunza mazingira yetu. Wote tunafahamu kwamba mazingira ni uhai. Asanteni. Tunashukuru sana kwa ujio wa wanaushirika KKT kwa ajili ya kuja kujumuika nasi kwenye siku yao ya mazingira. Amekuja na tutakuwa na zoezi la upandaji wa miti 150 kwetu sisi jumuiya ya Mwongola Sekondari. Tunashukuru sana, na ni nafasi pia ya kipekee. Maeneo yako mengi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu wameweza kuiona shule yetu na kuja kupanda miti hiyo. Tuwashukuru sana kwa sababu tunasema miti ni uhai, na tukiangalia dunia kuna mabadiliko ya hali ya hewa mengi, tunasema global climatic change, kwa lazima tukabiliane nayo. Kwa hiyo hiyo miti itatusaidia sisi pia kukabiliana na hayo mabadiliko ya tabia ya nchi. Asanteni sana, karibuni sana Mwongola Sekondari, na tunawakaribisha sana na sana na sana. Mwenyezi Mungu awabariki. KKT Mzumbe tumeandaa siku ya Mzumbe Day of Grace, ambayo na hapa tupo Mwongola Sekondari kwa ajili ya mwendelezo wa shughuli kuelekea kilele cha Mzumbe Day of Grace. Tuko Mwongola Sekondari kwa ajili ya kupanda miti na ambayo itawapa wanafunzi uelewa wa utunzaji wa mazingira, na kama tunavyojua wanafunzi ama vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo tukiwapa uelewa, ndivyo namna ambavyo taifa letu litakuwa salama hata kwa vizazi vijavyo. Asante. Habari za wakati huu, naitwa Betsheba Sekinoi, ni mwenyekiti kamati kuu ya siku ya Mzumbe Day of Grace, KKT Mzumbe Day of Grace katika usharika wa Mzumbe, na tunafuraha sana kwamba siku yetu zimetimia, zile tarehe ambazo tulikuwa tunazitarajia basi zimetimia na tumeshaanza shughuli. Tunaendelea kuwakaribisha kuendelea kujumuika pamoja nasi mpaka pale tutakapofika siku ya kilele ya tarehe 3 mwezi wa 5. Katika wiki hii ni wiki ya mazingira, na tumefanikiwa kupata wadau mbalimbali ambao wamejitolea. Tumepata miti mingi na tumeweza kufanya shughuli mbalimbali za kimazingira. Tunashukuru sana wadau wetu kwa kujitoa na moyo ambao wanaendelea kuwa nao. Mungu awazidi kuwabariki. Tunaendelea kuhamasisha na tunaendelea kutoa rai kwa watu wengine, sharika zingine, washarika na watu wengine waendelee kujitolea, waendelee kufanya jambo kama hili, kupenda mazingira. Tukiangalia sasa hivi changamoto za kimazingira ni nyingi mno. Hivyo basi waendelee kufanya shughuli za kimazingira ambapo jamii inahusika moja kwa moja ili tuweze kujenga taifa letu na dunia kwa ujumla. Wakristo wenzangu, tukifanya shughuli za kimazingira ni sehemu mojawapo pia ya uinjilisti. Maana sehemu mazingira ni uhai, na bila uhai hatutaweza kusimama hata kumsifu Mungu. Hivyo basi tuendelee kufanya shughuli za kimazingira na za kijamii ili tuendelee kuimarika pia kiroho kwa ujumla. Amina. Tumepokea wageni kutoka KKKT, wametuletea miti na tumeipanda hapa katika mazingira yetu ya shule. Hii ikiwa ni moja ya hatua za kuboresha mazingira yetu, kwa sababu tunaamini kwamba miti
ni uhai. Tukipanda miti tunajihakikishia uhai wetu katika hii dunia, kwa sababu bila miti hatutapata hewa safi, kivuli, dawa pamoja na viumbe hao wengine ambao tunaishi nao. Tunashukuru kanisa la KKKT kwa kutuletea miti hii, na tunahamasisha watu wote, wanajamii na makanisa mengine na misikiti pia tujihusishe katika upandaji wa miti hii. Ndio, asante. Mazingira ni uhai. Mazingira ni uhai. Uhai ni mazingira. Mazingira ni uhai. Uhai ni mazingira. Asante sana.